Yes. Do it. Sing it. Yes. Let's go. Pin. Safari ya mwanadamu kuelekea anga za mbali imekuwa moja ya mafanikio makubwa ya sayansi, lakini pia imefunua ukweli mgumu kuhusu mwili wa binadamu kwamba haukuumbwa kuishi bila mvutano wa duniani. Kwa nini nasema hivi? Pasina shaka, kwa mujibu wa tafiti za NASA pamoja na taasisi kama taasisi ya anga ya Uingereza ESA, zinasema kuwa mazingira ya microgravity, yani hali ya kutokuwa na uzito kamili, hubadilika kwa kiwango kikubwa mifumo muhimu ya mwili, na athari zake huonekana wazi zaidi pale wanaanga wanaporejea duniani, hasa wanaposhindwa kusimama au kutembea mara moja. Katika hali ya kawaida duniani, mvutano wa ardhi, yani gravity, hufanya mwili wetu ufanye kazi muda wote. Misuli inajenga nguvu ili kushikilia mwili kwa wima. Mifupa inajijenga kuwa imara kutokana na shinikizo la uzito, na mfumo wa fahamu, hasa ule wa vestibular uliopo kwenye masikio ya ndani, hujifunza kutambua mwelekeo wa juu, chini na usawa wa mwili. Hata hivyo, mwanaanga anapoingia katika mazingira ya microgravity, mifumo hii huanza kupumzika kwa sababu haitumiki kwa kiwango kile. Kwa mujibu wa tafiti zilizochapishwa na NASA Human Research Program, ndani ya wiki chache tu, misuli hasa ya miguu, mgongo na kiuno huanza kupunguza ukubwa na nguvu, huku mifupa ikipoteza madini muhimu kama kalsiamu kwa kasi inaweza kufikia 1 hadi 2 kwa mwezi. Athari nyingine kubwa ipo kwenye mfumo wa usawa wa mwili, mfumo wa vestibular ambao hutegemea mvutano wa dunia kuelewa mwelekeo, hupata mkanganyiko mkubwa unapokuwa angani. Ubongo huanza kujifunza upya mazingira ya uzito mdogo, ambapo juu na chini havina maana ile kama duniani. Tafiti za ESA zinaonyesha kuwa baada ya wiki kadhaa hadi miezi 6 angani, uwezo wa ubongo kutafsiri harakati na mwelekeo hupungua kwa kiwango kikubwa. Hali inaweza kufikia hadi 30% ya kupotea kwa ufanisi wa mfumo wa usawa. Ndio maana mwanaanga anaporejea duniani hukutana na changamoto ya ghafla ya kurejea katika mvutano mkubwa wa dunia. Mwili wake ambao amezoea hali ya kuelea, ghafla unalazimika kubeba uzito kamili. Wanaanga wengi huripoti hisia ya kushindwa kabisa kusimama, kana kwamba wanakandamizwa na uzito mkubwa kupita kiasi. Kwa mujibu wa ripoti za NASA, baadhi ya wanaanga huelezea hali hiyo kama kubeba mzigo mzito usio wa kawaida, au kuhisi uzito wao umeongezeka mara kadhaa zaidi ya kawaida. Mbali na udhaifu wa misuli, mfumo wa usawa unaposhindwa kufanya kazi ipasavyo husababisha kizunguzungu kikali, kichefuchefu na wakati mwingine kutapika. Hii kitaalamu wanaita space motion sickness after landing. Wanaanga wengi hushindwa kusimama bila msaada kwa saa kadhaa hadi siku chache za mwanzo baada ya kurejea. Ndiyo maana mara nyingi huonekana wakibebwa au kusaidiwa kutoka kwenye kapsuli hadi kwenye vyumba maalum vya matibabu mara tu wanapotua. Katika historia ya awali ya safari za anga, hasa wakati wa programu kama ya Apollo program au hata Soyuz program za mwanzo, hali hii ilikuwa mbaya zaidi. Wanaanga waliokuwa wakikaa angani kwa muda mrefu walihitaji wiki kadhaa hadi miezi kurejesha uwezo wao wa kawaida wa kutembea. Katika baadhi ya matukio, kupungua kwa msongamano wa mifupa, yani bone density, kulichukua miezi au hata miaka kurejea katika hali ya kawaida.
Hata hivyo, maendeleo ya kisasa ya sayansi na teknolojia yamebadilisha hali hii kwa kiasi kikubwa kupitia tafiti endelevu za NASA na ESA pamoja na matumizi ya kituo cha anga cha kimataifa cha International Space Station. Wanaanga sasa wanapewa ratiba kamili za mazoezi ya kila siku wakiwa angani. Mazoezi haya yanahusisha vifaa maalum kama Advanced Resistive Exercise Device, yani ARED, vinavyosaidia kuiga uzito wa dunia na kulinda misuli pamoja na mifupa. Kutokana na maboresho hayo, wanaanga wa kisasa hupata nafuu kwa haraka zaidi, ingawa bado wengi hushindwa kusimama mara moja wanaporejea. Muda wa kurejea katika hali ya kawaida umepungua hadi siku chache au wiki chache badala ya miezi kama ilivyokuwa zamani. Mfumo wa usawa nao huanza kurekebika ndani ya siku 2 hadi 7, huku nguvu za misuli zikirejea kwa kiwango kikubwa ndani ya wiki 2 hadi 4 kulingana na muda waliokaa angani. Madhara mengine yanayoweza kuonekana baada ya kurejea ni pamoja na kupungua kwa shinikizo la damu wanaposimama, yani orthostatic intolerance, matatizo ya kuona kutokana na mabadiliko ya shinikizo kichwani, yani spacefly associated neuro-ocular syndrome, pamoja na mabadiliko ya mfumo wa kinga ya mwili. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa madhara mengi hutibika au kurekebika kwa msaada wa tiba ya mwili, yani physiotherapy, lishe maalumu yenye virutubisho vya kutosha na uangalizi wa kitabibu. Leo hii wanaanga hupitia mpango maalum wa kurekebisha miili yao baada ya kurudi duniani unaojulikana kama rehabilitation program. Programu hii hujumuisha mazoezi ya kurejesha nguvu za misuli, mafunzo ya usawa wa mwili, lishe bora yenye protini na madini, pamoja na mapumziko ya kutosha. Kwa mujibu wa wataalamu wa NASA, asilimia kubwa ya wanaanga hurudi katika hali yao ya kawaida ndani ya wiki chache tu hadi miezi michache, ingawa baadhi ya athari za mifupa zinaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Kwa jumla, kushindwa kwa wanaanga kusimama wanaporejea duniani si udhaifu wa kawaida, bali ni ushahidi wa jinsi mwili wa binadamu ulivyobobea kuishi chini ya mvutano wa dunia, na ni hadithi ya mwili unaojifunza kuzoea mazingira mapya na kisha kulazimika kujifunza tena aliporudi nyumbani. Pasina shaka, kadiri ya teknolojia na tafiti zinavyoendelea, safari za anga zimekuwa salama zaidi, lakini ukweli unabaki kuwa hata baada ya kufika mbali zaidi angani, mwili wa binadamu bado huutambua na kuhitaji sana uzito wa dunia kama sehemu ya uhai wake.